Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunamshukuru Allah kwa hikma zake. Ameweka ndani yetu nguvu ya kujitambua, nguvu ambayo inatulazimisha tutafute uhakika wa mambo. Kila mmoja ameumbwa anayo nguvu hiyo inomsukuma ndani yake apende kujua kitu hakika wake. Kuna udadisi unamsukuma, hivi sahihi ni kipi? Hivi hapa ni sawa sawa? Hili ndio sahihi au kosa? Msukumo huu kila mmoja ameumbwa anao, na nguvu hii ndio inayotutenganisha na viumbe wengi, kwamba kuna msukumo unakusukuma utafute kitu cha sawa sawa, uhakika wa mambo. Kwa hiyo mara kwa mara mtu huwa anajisukuma kujua zaidi na zaidi na zaidi kwa kutumia nguvu hiyo. Kama mtu msukumo huu unapomuita akaupuuza, yaani msukumo wa kutaka uhakika unakuita lakini unaupuuza, ndani yako kuna kuambia hebu angalia vizuri uhakiki ndivyo. Kuna msukumo huo unakusukuma lakini ukapuuza, achana nayo. Ikitokea mtu yuko hivyo, hakuuitikia msukumo huu wakati haja ya kufanya hivyo ipo na inawezekana, basi mtu huyu huwa anashuka daraja yake, anakuwa kama mnyama. Lakini akiuitikia mwito huu unaomsukuma kutafuta uhakika, hapo ndipo anathibitisha maana ya ubinadamu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yaani msukumo kila mmoja anao ndani, ameumbwa anao. Akiuitikia msukumo huu, basi pale ubinadamu ndio unajitokeza. Lakini kama msukumo huu unamuita, hebu hakikisha hili, akaupuuzia, akapotezea kwa lugha nyingine, basi hapo huwa anashuka huyu mtu, anakuwa kama mnyama, na anaweza akaishi kimnyama mnyama, wakati ulikuwa huko uwezo ambao Mungu amempandikiza wa kuweza kuthibitisha ubinadamu wake. Ndugu zangu, katika maisha kuna shida za namna hizi mbili ambazo tunatembea nazo, zipo. Ni haja tunazo, shida hizo tunazo. Kuna zile shida ambazo ni za chini chini, zikiwekwa katika grade chini, na nyingine za pili za juu sana. Hizi za chini hizi, mtu akifa huwa anakufa nazo, kesi imekwisha.
Lakini zile za daraja ya juu, mtu hizi akifa, hizi za chini hizi akifa, nazo zimekwisha. Lakini zile za daraja ya juu zile, hata akifa, hizi mabaki yake yapo, zile shida alizozitekeleza zile zina athari, inaendelea milele. Labda tufafanue kidogo, isikae falsafa sana. Yaani shida za kwanza tulizozungumza duni hizi za kuendeshea maisha yako hapa, japokuwa tunazipenda, tunaona mtu kuendesha maisha itaonekana kitu kidogo, lakini ukifa basi, kama tafuta chakula chochote kizuri unachokipenda, alafu kikusanye kiwe kipo nyumbani, ukishakufa bado utakuwa unakihitajia tena, kile kitakufuata huko unakokwenda. Tafuta mavazi mazuri unayoyapenda, watu wote wakusifu, unayo wewe. Nyumba nzuri unayo, gari, vitu vizuri vipo, utasifiwa sana kwa vitu hivyo. Ukishakufa unachukua kitu katika hivi. Kwa hiyo hizi shida hizi zinazotusukuma hivi, pamoja na kwamba zinaonekana kuwa mbona zina mvuto, lakini hizi ni ndogo. Zile za pili zinazotaka kuzungumzwa, haja ambazo zipo zinahitajika kufanyiwa kazi, hizo kwa lugha nyepesi tuziite takatifu. Shida zile ambazo zifanyiwe kazi, haja hizo tunazihitajia takatifu. Ziko takatifu mbele ya Mungu, kuna nyingine za kibinadamu pia wanaziona takatifu. Kwa mfano, watu wasiokuwa na habari ya akhera, matambiko wanayaonaje? Si matakatifu matambiko Usiguse tambiko, watu wanakuwa wakali kweli. Wewe unakuja kugusa vitu hivi hivi mpaka upate kibali maalum. Vitu vitakatifu vile, nawe vya kimila tu, sawa sio vya Mungu kama vile maviletea hoja. Vya kimila, lakini vinaheshimiwa kuliko kununua mavazi. Ndivyo sivyo? Hata mbuzi akiwa ni watambiko, huyu mbuzi huyu ana thamani kuliko ng'ombe wa kawaida. Ndivyo sivyo? Na hapo nafikiri tutakuwa tunakwenda sambamba. Kwa hiyo kuna vitu ni duni sana, japokuwa tunaviona vikubwa sisi, lakini ukifa basi. Kuna na vitu tumekuwa hatuvitilia akilini sana, lakini ni vitakatifu. Sasa sisi tunataka vile vitakatifu kwa upande wa Mungu, sio kwa upande wa kimila. Kwa upande wa kimila, wakati mwingine mtu mwingine akiona mambo gani haya bwana, hivi mbuzi huyu tukimchinja na ng'ombe huyu, ng'ombe atakula watu wengi kuliko mbuzi, ataona hivyo. Lakini kwenye mila, yule mbuzi wa tambiko anaonekana mtakatifu yule, si ndio? Ana heshima kubwa. Mimi nataka kuzungumzia hivi vya upande wa Mungu, ambavyo mtu hata akifa anakwenda navyo. Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala amezifafanua hizi haja mbili hizi kwa wepesi katika suratul Kahfi aya 46. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Almalu walbanun zinatul hayati dunya. Mali na watoto vimetajwa viwili, lakini hiki kimoja kilipotaja mali, maana kimekusanya mambo mengine yote. Sawa. Mali na watoto ni mapambo ya maisha ya hii dunia. Maanake dunia ukimaliza, kesi imekwisha, huzikwi na chochote hapo, si ndio? Mali na vilivyokuzunguka vyote, majumba, manguo, chakula, starehe zako zote, ucheze kamari, ucheze mpira, upende hiki, upende kile, vyote zinatul hayati dunia, ni mapambo ya maisha hii dunia. Ukiondoka kesi imekwisha, upewi chochote, watu wanagawana, wanaendelea na starehe. Sawa. Akataja cha pili, walbaqiyatu salihat, na yale mema ambayo yatabaki, khairun,
ni bora. Yakitajwa hii bora, manake cha mwanzo sio bora. Khairun inda rabbika, ni bora mbele ya Bwana wako, thawaban, kwa malipo, wa khairun amala, na ni bora sana vya kutegemewa. Hivyo vya mwanzo si bora vya kutegemewa. Watu wasioje wakaona mimi nina mali bwana, unategemea, umekosea. Na watoto unavitegemea vitu, mara moja unazimwa, umepoteza. Ndivyo sivyo? Lakini kama utafanya jema, hili jema litabaki. Hili ni bora sana kwa malipo mbele ya Bwana wako, atakulipa siku zote, litabaki. Na hili ndilo la kutegemea. Tuko pamoja? Kwa maisha yote yako katika sura hizi mbili, Mungu amedefine kwa urahisi sana. Kuna mali na watoto na vurugu zetu zote za kidunia. Hizi zote hizi ukifa basi. Lakini hii ya kubaki ambayo utaifanya ibaki kwa Allah, hii ni bora, kuitalipwa sana, na ndiyo ya kutegemea kuliko hii nyingine. Maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hata katika hiyo mali ukiifanya kwa wema itabaki, itadumu. Hata katika hawa watoto ikiwa kuna mema mbele ya Allah yatadumu. Lakini kama akili yako itaelekea kwenye vitu vyenyewe kama vyenyewe vilivyo, utazikwa wewe, utaacha kila kitu, hukuchukua chochote. Tuko pamoja? Imekaa vizuri hiyo? Huu ni utangulizi wangu katika somo hili. Allah akaendelea kuzungumza utangulizi huu akisema hivi, ma indakum yanfadu, Suratun Nahl hiyo 96. Ma indakum yanfadu, kile ambacho mnacho chochote mjue kitakoma. Si dunia, chochote mtakachomiliki hicho cha kwenu mnacho kitakwisha. Kullu man alaiha fan, vyote vitakwisha, vitaondoka. Wa ma inda Allahi baqi, kile ambacho utakipeleka kwa Allah kile kitabaki. Hicho ni kitakatifu, kinabaki. Tuko pamoja? Allah kwa kuhamasisha hii ya kubaki kwa Allah, zikaendelea haya maneno yakaendelea, wala najzianna alladhina sabaru ajrahum, na tutawalipa huko akhera. Sasa huko wale waliosubiri hapa duniani, waliosubiri kutaka kuwekeza kwa Allah, sabaru. Kwa sababu ukitaka kuwekeza kwa Allah sharti usubiri, uwe na subra. Kuna wakati unaona ninunue gauni hili hapa au niwekeze kwa Allah hili gauni hili, kesho kutwa bwana ndio siku ya kutoka. Lakini kuna mtu anakuhitajia, anakuambia nimekuja anti, shangazi yake kweli wewe, nimepungukiwa na ada anti, madrasa anashindwa kwenda anti, anashindwa kusoma huyu. Khairukum man taallama alqur'ana wa 'allamahu, anashindwa kwenda, kuna kitu kimemshida. Nitake gauni langu kesho nitoke au nimsaidie yeye aende? Inabidi subra. Ndivyo sivyo? Usiposubiri huwezi. Kuna mwito wa Allah unakwambia, wewe unataka mambo yako yaendelee yawe mazuri mpaka ukifa? Unataka ufurahie kukutana na Allah katika sura hiyo na athari zako zibakie? Sil rahim. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima, ambaye atafurahi kuona, apende kuona riziki yake inakunjuliwa na athari zake nzuri zinabaki endelevu ili zimlipe akhera, aunge udugu. Lakini kunahitaji subra, hakutaki subra. Ikiwa gauni unalitaka hapo haraka sana, na jambo la kuunga udugu utoe pesa vile vile, unatanguliza gauni kiubinadamu, jambo ambalo ni la chini chini sana. Inahitaji subra ili uwekeze kwa Allah. Ni kweli si kweli? Allah kwa mapenzi yake, aya hii iliendelea tena ikasema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Likusha kusomeni, mwenye kufanya mema awe mwanamume au mwanamke,
naye awe ni muumini, tutamfanya aishi maisha mazuri, kufanya mema. Lakini kufanya mema kunahitaji subra, kuhitaji subra. Panapokuwa panahitajika mambo yako ya kidunia dunia tu ambayo ukifa utayaacha, na ufanye mema ambayo Allah anakuambia haya ni kuwekeza kwa Allah, bila ya subra ufanye. Ndio maana wala najizianna alladhina sabaru ajrahum, tutawalipa malipo mazuri wale waliosubiri katika kufikia mwito huu, bi ahsani ma kanu yaamaluna, kwa yale mazuri waliokuwa wakiyafanya, na huko tutawalipa kwa namna nzuri zaidi. Sawa sawa. Pamoja na hayo, katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utangulizi kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kule akhera kwenyewe tunakuwekeza, akakuwekea sura, akaileta picha, ili nini? Tushindane na dunia, tushindane na roho zetu, tuminyane, tusubiri. Akatuwekea picha kule, akatuambia hivi, wallahi madunia fil akhirah, na hapa haikuwa hii dunia ambayo tunaipaparikia ukilinganisha na subra yako kwenda akhera ukaekeza, illa, isipokuwa, mithlu ma yaj'alu ahadukum, ni kama mfano wa mtu ambaye atatumbukiza mmoja wenu, mtu ambaye ataweka, mtu mmoja wenu atatumbukiza isbi'ahu, kidole chake, hadhihi, hiki, fil yammi, katika bahari, sio kwenye chupa hii. Hii chupa maji madogo, atatumbukiza kwenye bahari pyu, sawa? Kisha akishatumbukiza, falyanzur, aangalie baada ya kukitoa kidole, bima yarji, kimerudi na maji kiasi gani. Ingekuwa umetumbukiza mkono hivi, si ungekuwa unayaona kabisa haya, lakini umeingiza kidole, maji ni haya leo uliochukua humu kwa kujipaka, ndivyo sivyo? Kwenye bahari umeitumbukiza kidole, umepunguza nini? Hata hii chupa kama ningepungukiza kidole, ningetumbukiza kidole, maji niliyochukua hapa, ukitafuta kiwango gani kimepungua, ukioni. Ni kweli si kweli? Akasema hii dunia yote, rahamkallah, yote na yaliyomo na mapambo yake, almalu walbanuna zinatul hayati, na vyote 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 vyote, kama ungekabidhiwa wewe vyote kwa pamoja, vyote, yani ungepewa wewe mtu mmoja vyote, halafu ukapewa na hiyo akhera yako huko, ukilinganisha ni sawa sana kutumbukiza kidole kwenye bahari, chap, yale maji uliochukua ndio dunia yote uliopewa, umeiacha akhera, iliyobaki ni maji yote ya bahari. Mtume alitoa taswira hiyo kwa makusudi, ili tuwe na subra katika kuendea kuwekeza akhera. Subra iwepo, kwamba hata nikipewa miaka 100 ya kuishi, kumbe nitakavuta vyote ni kama kutumbukiza kidole kwenye maji ya bahari. Hapana, hebu ni minyane kidogo. Ukiminyana ukawekeza kule, kila unachokiwekeza unajua kinalipwa kuanzia mara 10 na kuendelea mpaka mara 700, ndivyo sivyo? Ila adhafin kathira, Allah ndivyo anavyowekeza. Kila unachokifanya kwa akhera kinawekezwa katika sura hiyo. Ukiisoma Qur'ani, kila herufi moja unalipwa mara 10, moja herufi. Ukiweka kitu, umetoa sadaka ya kule, imewekezwa mbele ya Allah, inalipwa mara 10, mara 100, mara 700, mara zaidi. Mbona lakini bado pamoja na maelezo yote haya, nafsi zetu haziko huko sana? Baada ya utangulizi huo, somo ndio hili. Mbona hatuko hivyo mno kwenye kuwekeza huko kulikosifiwa hivi? Tumepungukiwa na nini? Tumepungukiwa na kitu kinachoitwa yaqin, al-yaqinu billah. Al-yaqinu billah, yaqini kwa Allah imeondoka au imepungua. Allah anapotuambia hivi kuhusu mtume, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume hatamki kwa matamanio yake, anachokisema si vingine ila ni wahi amefunuliwa.
Sisi tumebeba kwa maelezo hayo hayo kama tulivyoelewa, yakini yetu iko hivyo. Wakati Mtume akwambia kuna akhera utakaokuwa malipo yake ni ukilinganisha sawasawa na maji ulio kwenye dunia, kama maji yaliyoingia kwenye kidole. Yakini yetu iko hivyo. Allah anasema huyu hatamki kwa matamanio yake, ni wahi amefunuliwa. Kwa hiyo maelezo haya aliyotupa Mtume, manake kwenye akili sharti yawe hii ni kweli tupu. Ulikuwa unatakiwa uitizame akhera hapo mpaka uchoke, useme maisha ya milele halafu yamejaa namna hii, mingepewa ufalme wote wa dunia, kumbe ni kama kutumbukiza maji kidole kwenye maji ya bahari. Kilichopungua hapo ni yakini yetu kwenye kupokea maelezo hayo. Sawa sawa. Allah mpaka anatuonea huruma, anasema hivi, waman asdaqu min Allahi qila, ni nani atakayesema kweli sana kumshinda Allah? Maneno hayo anamwambia nani? Sisi. Waman asdaqu min Allahi haditha, ni nani atakayezungumza mazungumzo ambayo ni ya kweli kumshinda Allah? Hakuna. Ukiulizwa utasema hakuna. Sasa kama Allah anaongea kweli sana kushinda yoyote, yale anayoyaongea tuna yakini. Yani kuwa na yakini ni kama hivi, kama hivi, kama hivi. Mimi nilikuwa nafanya biashara, nikaambiwa mzigo fulani una faida ukiupeleka pahali fulani, ndivyo sivyo? Mwanzo wakati napeleka sasa, sijakuwa na uhakika kule kulivyo. Nikiupeleka, nikishauza, nikaona watu walivyoupaparikia na pesa niliyoipata pale, nimejua ni kweli si kweli kwa ina faida. Nimejua bado naona kuna oda za watu kadhaa. Ninapokwenda kuchukua mzigo wa pili, na yakini ya ile faida sina yakini kuliko nilivyokuwa mwanzo. Sawa? Yaani yakini yetu kwa Allah inatakiwa kama hivi unavyochukua huu mzigo wa mara ya pili, kwamba na oda hizi, napeleka huu mzigo, nachukua pesa hii. Yakini hii ipo kwenye maneno ya Allah kwetu. Hapa ndipo tuna shida hapa. Sasa hili somo haliwezi kumalizika lote leo, lakini kwanza chukua yakini kwetu imekuwa ndogo. Leo mimi nitakupeni vitu kidogo tu vya kutia nguvu, alafu tukikutana mara ya pili niwaongeze tena sehemu ya pili ya kuonyesha tuna upungufu wa yakini kiasi gani. Taleta ile mifano. Leo mimi niwaambie hivi, nazungumza ya kutia nguvu. Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anasema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wa sallam akisema hivi, bado siku 3 tukufa. Mtume akasema maneno haya, la yamutanna ahadukum, asikubali kufa mmoja wenu, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. La yamutanna ahadukum, asife mmoja wenu, asikubali kabisa anaishi mpaka anakufa, illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, ila awe tayari dhana yake kwa Allah ni nzuri, anamdhania Allah vizuri siku zote. Haya, kwa utangulizi huo niliopitia, Allah anatuambia Mtume hasemi uongo, ni wahi. Unalichukuaje wewe hilo? Na Mtume ndiye anatuambia hivi, mdhania Allah vizuri wewe siku zote. Anapokuambia Mtume Mungu anakupenda, wewe unafikiriaje? Yakini yako ikoje? Mtume anakuambia nimeshushiwa wahi unaosema waja wangu waliokosea, Mungu anasema msikate tamaa, unalipokeaje? Sawa? Hapo ndio kujenga yakini hapo. Sawa sawa? Tuko pamoja? Mtu asife mpaka yakini yake ni nzuri kwa Allah. Sikiliza kingine, kama tunamdhania Allah vizuri, dhana yetu ni nzuri na tuna yakini naye, Allah anatuambia hivi katika surati Ghafir aya 60. Surati Ghafir
aya ya 60 anasema Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Allah bwana wenu niombeni. Au tuanze hivi, amesema niiteni, alafu niombeni, vyote viwili, si ndio? Mkiniita nitakuitikieni na mkiniomba nitakujibuni. Bwana wenu anasema hivyo, niiteni, niombeni, nitakuitikieni, nitakujibuni. Dhana yako kwa Allah ikoje kwenye hili? Umeachukua kwa yakini kweli hayo maneno? Je, ukiomba siku moja na ya pili na ya tatu ukaona hujaitikiwa, yakini yako bado iko pale pale au imefutika kidogo au imepungua? Bado Mtume anakuambia hivi, Allah anaona aibu mtu akinyanyua mikono kuomba kumrudisha patupu. Wewe siku tatu umeomba bado hujapata, yakini yako bado iko pale pale kwamba Allah anakuitikia? Hicho ndio kinachotusumbua. Yaani tunasumbuka hapo ndipo penye shida kwetu, na shetani hakai mbali. Sawa sawa. Pengine hujaitikiwa, kuna vitu ambavyo Mtume pia amevizungumza. Anasema mtu amechafuka nguo, nywele zimetibuka, shida zimemshika, mpaka anapiga kelele na nyanyua mikono, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, na shida, ya Rabbi, ya Rabbi, na huku anajua kwamba Mungu anaitikia, si ndio? Lakini wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya fil haram, chakula chake anachokula siku zote haramu, kinywaji anachokunywa haramu, nyama yake imelelewa kwa haramu, na bado anaikuza kwa haramu. Anna yustajabu la, aitikiwe vipi huyu mtu? Kwa hiyo hapa ni Mungu au ni yeye mwenye matatizo? Sijui naeleweka jamani. Nazungumza kwa hisia kali, nataka tuelewane. Yaani tuna tatizo la yakini kwa Allah. Mtu akishaomba siku 2 siku 3 hajafanikiwa, kuna vitu vingine vya kuangalia. Pengine Allah hajakujibu, anapenda kukusikia ukisema ya Rabbi, kwa sababu zamani ulikuwa usemi, mpaka imekuja hii shida ndio unasema. Pengine ni hivyo, anakusogeza mja wake ya Rabbi. Moja, pengine lilikuwa unaloliomba sio zuri, wewe hujui unaloliomba, mustakbali sio mzuri, lakini wewe hujui, hujapewa kwa muda siku 3, unaondoa yakini kabisa. Ulipoomba Allah ameshakupa kingine kizuri ambacho hujui, kwa sababu ya kuomba. Kile si kizuri kwako, hajakupa, yakini yako imeshaondoka. Umeomba mara kadhaa siitikiwi. Hili shetani anacheza na sisi kutuondolea yakini. Zamani nilikuwa napiga mfano mmoja, sitowanyima na nyinyi mfano muone. Kuna wakati Allah anaweza kuwa anakupenda kwenye jambo wewe hujajua tu. Hivi ingetokea Bwana Saadi hapo ni fundi makenika mzuri wa magari, mzuri sana Bwana Saadi, ana gereji yake kubwa, amekaa siku ile asubuhi, yumo katika kazi, anawaelekeza vijana hiki na hiki, vijana wenzake, bado kijana manake, anaelekeza vijana wenzake, lakini fundi mkuu, fanya hiki, fanya hiki. Mara amekuja rafiki yake, sijui rafiki yake ni Ali, ana gari inamtatiza, na gari ina mzigo, unatakiwa kwenda Zambia, na ina tatizo inamsumbua, mzigo umeshapakiwa, ni pesa hii. Bwana Saadi, niatazami, naomba kazi zote kwanza simamisha kwanza, iangalie hii, unaona mzigo ule, hii gari bwana ina suasua hii. Saadi akaita vijana, hebu angalia kitu fulani, angalia, kikaangaliwa, tatizo hili limeshaonekana bwana. Anachukua simu, ampigie bwana fulani, kupiga simu ile ili aagize ile spare ije. Mara kuna kijana mmoja ana mzigo ule unaotakiwa, amekuja nao pale garage. Bwana Saadi, mali 1000 ngapi? Hii ni 60,000 tu. Saadi alikuwa anajua kule atanunua 1.5 milioni. 60,000, acha utani bwana. Kweli usijekuwa umekwapua wewe. Sasa Saadi, mimi ningekwapua ngekuletea wewe. Yaani kuletea matatizo. Anampika, anamweka sawa.
lakini mimi nimekuja ninauza, nina haraka ya hii pesa, ndio maana ukaona hivi. Saada anajipekua 60 hana. Ali naye aliyekuleta mzigo, basi ngoja bwana, ngoja ni yule kijana anasema, mnanizingua mimi, nina shida ya hela, mnanizingua. Watu wanatafuta hela kwenye simu, wafanyeje sijui. Huyo akaondoka. Alipoondoka dakika 5 tu, Saadi bado anaita kwenye simu kule kuagiza ile spare. Polisi hawa wamekuja. Saadi pale alipokosa 60,000 mwanzo alisema, leo bwana sikuamka vizuri leo. Si ndio? Alipokosa 60,000 mfukoni mwake, sikuamka vizuri leo. Anaona hakuamka vizuri, maana yake Mungu hajamtizama vizuri. Nikosa spare hivi jamaa kwa baraka zake anaondoka zake. Lakini baada ya polisi kuingia tu atasemaje? Anasema alhamdulillah. Polisi wanaingia tu, Saadi tumeambiwa umenunua spare ya wizi hapa. Umenunua spare fulani ya wizi. Anasema alhamdulillah. Vipi? Hebu lete bwana. Anasema wamekuja vijana hapa wataka kuniuzia, lakini wameondoka zao. Sijanunua, wametoka sasa hivi. Angalia pale kwenye akili ya mwanzo alipokosa pesa, alikuwa anaona Mungu hajamwangalia vizuri. Ndivyo sivyo? Baada ya kukosa pesa ndio sababu ya yeye kupona, anasemaje? Alhamdulillah. Yapo katika maisha haya. Una kitu unakitaka wewe, Mungu anakuambia hapana, wallahu ghalibun ala amri, na Allah atashinda jambo lake. Upati spare, haifai, haikufai. Tuko pamoja? Sasa kuna wakati umeomba siku 3 mpaka unaona siitikiwi. Endelea kuomba na ujikague. Jikague, una matatizo gani? Jiweke vizuri. Tuko pamoja? Ewa, yakini, jenga yakini yako. Allah kwenye surati Al-A'rafi aya 180 anasema hivi, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Anayo Allah majina mazuri, muombeni kwa hayo. Haya, siku 3 zako zote ulizokuwa ukiomba, jikague pia, ulikuwa unaomba kwa njia ipi? Ulikuwa ukitaja majina ya Allah ambayo yanafanana kabisa na shida yako? Majina ya Allah tumefundishwa kwa kazi hiyo, fad'uuhu biha, muombeni kwa hayo. Ulimuhudhurisha Allah kwa majina yake ukawa unamuomba? Tuko vizuri? Majina yenyewe mtume yule ambaye hatamki kwa matamanio yake anasema, inna lillahi 99 isman, hakika Allah anayo majina 99, 100 illa wahida, majina 100 kasoro moja tu, si ndio 99? Mkazo huo. Man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyadhibiti akayajua vizuri akayafanyia kazi vizuri ataingia peponi. Maana yake kwanza ukiyafanyia kazi vizuri utakuwa mtu wa tauhidi, utakuwa muwahhid, na unamuomba Allah kwa hayo, utapata mambo yako katika dunia. Sawa sawa? Katika hadithi al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, ana inda dhanni abdi bi, kwa hakika ana, mimi, inda dhanni abdi bi, niko kwenye dhana ya mja wangu anavyonidhania. Mimi niko kwenye dhana ya mja wangu anavyonidhania. Wa ana ma'ahu, na mimi niko pamoja na yeye, idha dhakarani, anaponikumbuka na kunitaja. Maana maneno haya yanatuambia tujisogeze kwa Mungu sana, tumkumbuke sana, tumtaje sana, ili tujenge urafiki. Ndivyo sivyo? Kila ukiwa karibu naye kumtaja, naye anakuwa karibu na wewe, yuko na wewe. Kila ukimkumbuka na kumtaja, na yeye anakwambia mimi niko na wewe. Hapo tunahitaji kufanya urafiki, hatuhitaji? Mpo hapo, unatakiwa uwe na urafiki na Allah, karibu sana. Kwenye riwaya nyingine ikaja, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, nami niko pamoja naye kila pale anapokuwa ananikumbuka na kunitaja. Kinyume chake, usiponikumbuka na kunitaja,
siko pamoja na wewe. Sasa lete kwenye akili, mara ngapi ulijenga urafiki huu na Allah wa kumkumbuka na kumtaja? Mara ngapi umefanya hivyo? Pengine ulikuwa huna urafiki naye kabisa, umkumbuki, umtaji kabisa. Akaona Allah subhanahu wa ta'ala kwa maoni yake mwenyewe na jambo lake na kukupenda, akupe shida fulani, kwa sababu Allah idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, Allah akiwapenda waja huwapa mtihani. Amekuona mbona siku hizi wewe uko mbali, akakupa mtihani ili usogee. Ulipopa mtihani ukarudi umerudi leo ni siku ya 3 tu kujipendekeza tena kwa kuomba shida yako, wala sio kujipendekeza labda kwa kumsifu. Unajua kuna wakati mtu anaweza akasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Hapa anamsifu tu Allah. Sasa anamsifu tu, amejisogeza anamsifu tu. Lakini mtu akaanza sasa, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Hapa anamuita Allah kwa jina lake, anamuita, sio kusifu tu. Umemuita, umelipenda tu ili jina au una shida? Amelipenda tu. Kama amelipenda tu aendelee kusema, hajakatazwa, si ndio? Kumsifu Allah, ya Wahhab. Amependa jina, mwenye kutoa hiba, zawadi. Allah ni mtoaji wa zawadi siku zote, akawa anaendelea naye kumsifu kwa kumuita hivyo. Sio kosa, usije ukalaumu ukasema sasa ulikuwa unamuita naye anakuitika, wewe ufanye. Namuita, nimelipenda jina lake, sawa. Lakini kuna wakati sasa umemuita una shida. As'aluka ya Wahhab habli min ladunk, na kuomba ya Wahhab. Wewe Wahhab unatoa zawadi, unatoa tu. Habli, na kuomba unipe. Umelikumbuka jina pengine sasa Kiarabu ukijui, ya Wahhab, na kuomba ya Wahhab, nipe kitu fulani, zawadi, mimi nina shida kutoka kwako, unipe tu. Sasa ulianza kuomba leo, lakini kumbe ulikaa miezi 6 ulikuwa huko karibu na Allah kabisa, humtaji isipokuwa ndani ya swala. Umemaliza, kesi imekwisha, na swala yenyewe unaswali pengine hata huko hadhir kama. Lakini ile shida aliyokuletea Allah anakwambia, mbona we uko mbali na mimi? Ukakumbuka leo, ya Wahhab, ya Wahhab. Anapenda uendelee kidogo na hii ya Wahhab, akakuachia angalau uzoee siku 2 3, we yakini imeshaondoka, uone kama umepoteza. Ndicho kilichopungua kwetu, yakini kwa Allah imeshuka. Kwa nini imeshuka? Insha Allah tutakapokutana tena mara ya pili tutaona vitu gani vinatusumbua. Ni ile ile, almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Mali na watoto ni mapambo, vitu vya kidunia hivi ni mapambo. Sasa mapambo yana tabia ya mvuto, ndivyo sivyo? Au sio? Vya akhera sio mapambo, ni juhudi, subra. Akhera kuwekeza subra, duniani hapa mapambo. Na katika mapambo yenyewe na Ibilisi anapamba kwa maksudi, naye anasema la uzayyinanna lahum fil ardh, nitawapambia kweli katika hii dunia. Lengo nini? Wala ughwiyannahum ajma'in, ni wapoteze wote. Anatupambia naye, ni mapambo, na yeye anatupambia hata kisichokuwa kizuri tukione kizuri. Kwa hiyo kunahitajika subra, iwe walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tumekosa yaqini, somo ni yaqini. Yaqini imepungua kwa Allah, tumepungukiwa na yaqini. Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu swala hili la kumkumbuka, mpaka akaita wenye kumkumbuka na kumtaja ndio watu wenye akili. Akasema hivi kwenye surati Ali Imran kuanzia 189. Ali Imran kuanzia 189 inaendelea. Alianza hivi, walillahi mulku samawati wal ardh, na ni vyake yeye Allah, mamlaka yote ya mbingu na ardhi ya kwake. Hebu pafikirie vizuri, vyote vya mbinguni na ardhini ni mamlaka yake. We una cha kwako hapo? Huna kitu, si ndio?
Sasa tukiwa na shida, si tunataka kwa mamlaka yake, tuna shida naye? Hii ni mamlaka yake. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah kila jambo analiweza. Tuko vizuri? Anaweza kila kitu. Jamani, tuna yakini hapo kwamba Allah anaweza kila kitu? Tunayo? Kama tunayo, mamlaka yote ni ya kwake. Sasa basi, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llaili wan nahari la ayatin li ulil albab, kwa hakika kubadilika kwa usiku na mchana, kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kubadilika kwa usiku na mchana, kuna dalili za kuthibitisha huyu anayemiliki kila kitu, huyu yupo na anatupenda. Lakini dalili hizo ziko kwa watu watakaotumia akili. Hizo dalili wenye kutumia akili ndio wataziona. Kina nani? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ni wale ambao watakuwa wanamkumbuka Allah wakiwa katika hali za kusimama na katika hali za kukaa na katika hali za kupumzika pia kulala. Kuna hali ya nne iliyobakia katika maisha, ima umesimama au umekaa au hakuna nyingine. Maana yake katika hali zote wanamkumbuka Allah na kumtaja. Je, wewe umo? Ujiulize mwenyewe, ujijibu mwenyewe, usiniambie mimi. Na mimi je, nimo? Nitajijibu mwenyewe. Hali zote wewe, saa zote Allah unamkumbuka, unamtaja. Tukiachilia mbali unamuomba, ukimuomba si una shida. Kumkumbuka tunakumtaja kwanza. Hao ni watu wenye akili. Sasa kama humkumbuki na kumtaja mpaka akuguse, basi endelea basi pale ulipoguswa kidogo, kuwa na yakini, jenga yakini, atakujibu. Sawa? Tuko pamoja? Nafunga darsa kwa kusema hivi kwa leo. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema hivi, ud'u rabbakum, muiteni bwana wenu, mumuombe bwana wenu, wa antum muqinuna bil ijaba, nanyi mkiwa na yakini atakuitikieni, atakujibuni. Kila mnapofanya hivyo, muiteni, muombeni mkiwa na yakini, atakujibuni. Wa'lamu, na mjue, anna Allah la yastajibu du'aan, Allah hatoitikia mwito wala maombi, min qalbin ghafilin, kutoka kwenye moyo ulioghafilika. Hapokei. Lahin, moyo uliopumba uko kwenye burudani tu hivi. Yaani unamuita Allah, kumbe uko katika burudani zako nyingine, unamuita Allah. Hata huna fahamu unamuita. Unamuomba hata huna fahamu ya kuwa unamuomba. Allah hamuitikii mtu, hampokei yule ambaye moyo wake hauko hadhir, umeghafilika. Leo niishie hapo. Na hii hadithi nitairudia tena na tena ili tukae sawa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.